Kwa hiyo Shia alikuwa likitumika mwanzoni mwa sadri Islam, mwanzoni mwa Uislamu. Katika vitabu vya taarifu walikuwa wanakusudia kwamba ni wafuasi. Neno hili kwa maana ya ufuasi, wao ni wafuasi wa huyu na hawa wafuasi wa huyu, hata kama ikiwa katika mrengo mmoja. Katika istilahi, mmoja katika wanawachuoni wa Shia Ithnaasharia anaitwa Al-Mufid, jina lake anaitwa Muhammad ibn Nu'man al-Ukbari au maarufu kwa jina Al-Mufid, alifariki mwaka 413. Yeye anasema taarifu ya Shia kiistilahi, Shia ni kina nani? Kwa ikisemwa Shia anakusudiwa nani? Anasema Shia ni atba'u amiri al-mu'minina salawatullahi alayhi ala sabili al-wala'i والاعتقاد لإمامته بعد الرسول صلوات الله عليه وآله بلا فصل ونفي الإمامة عمن تقدمه في الخلافة وجعله في الاعتقاد متبوعا لهم غير تابع لأحد منهم على وجه الاقتداء. ويكتب في أوائل المقالات وقرصة 39. معنى من النهاية على سمع المفيد وما Shia ni wafuasi wa Amir al-Mu'minin, yani Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ala sabili al-wala, kwa njia ya mapenzi, kumpenda Ali, wal-i'tiqadi li imamati. Shia ni wale ambao wanaitakidi uimamu wa Ali bin Abi Talib baada ar-rasuli salawatullahi wa salamuhu alayhi, baada ya mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi, bila fasli na kupambanua, kwa maana kutoka mtume sallallahu alayhi wasallam aliyefuatia ni Ali bin Abi Talib. Hakuna kitenganisho baina ya mtume sallallahu alayhi wasallam na Ali katika ukhalifa. Wa nafi al-imamati amman taqaddamahu, na kukataa uimamu wa aliyemtangulia Ali bin Abi Talib, yani wa nafi al-imamati amman taqaddamahu fi al-khilaf, na kukataa uimamu wa aliyemtangulia Ali bin Abi Talib katika ukhalifa. Kwa maana kwamba ushia ni kumpenda Ali na kuitakidi kwamba yeye ndiye khalifa baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam, bila kutenganisha kwamba kuna mwingine aliingia katikati. Pia vile vile ushia umejengwa katika msingi wa kukataa uimamu wa aliyemtangulia Ali bin Abi Talib katika ukhalifa, kwa maana kwamba ili uwe Shia ni lazima ukatae ukhalifa wa Abu Bakr na Umar na Uthman radhiyallahu anhum, sababu hawa ndio walimtangulia Ali bin Abi Talib. وجعله في الاعتقاد متبوعا لهم, na kumfanya yeye Ali kiitikadi kwamba yeye ndiye anastahili kufuatwa na hao, ghaira tabi'in li ahadin minhum, yeye si mwenye kumfuata yoyote katika wao, ala wajhi al-iqtida, kwa njia ya kufuata, yani kwamba yeye ni mfuasi. Haya maneno yamezungumza wanawachuoni wao Al-Mufid. Lakini ukitazama taarifu hii utakuta imekosa baadhi ya vitu ambavyo leo mashia wa leo wamevisimamia katika kujenga ushia wao. Kwa mfano, hakutaja suala la maimamu wengine, maana wao wanaitakidi kwamba maimamu ni 12, lakini hilo yeye hakuligusa katika taarifu yake, na hii ni khalal, ni kasoro. Sababu lazima uwe taarifu ya jami' mani, taarifu lazima iwe imekusanya kile kilichomo kiwemo na kuzuia visivyokuwemo visiingie. Sasa hii haikufanya hivyo. Kwa hiyo ilikuwa akusanye kwamba na maimamu waliokuwa baada yake wale katika dhuria yake. Pia hakutaja suala muhimu, analitaja suala maasum, kwamba imamu sharti awe maasum, hakutaja hilo. Na pia vile vile amewatoa Shia zaidi katika hili. Hiyo sasa kwa sababu tunazungumzia Shia Ithnaasharia. Kwa hiyo taarifu imekuja na Al-Mufid, lakini ina khalal, ina kasoro ndani yake. Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, ambaye katika ahli sunna, anasema katika kitabu chake Al-Fisal juzu ya 2 ukurasa 107, taarifu yake kidogo muharrar, yani imekaa vizuri, imehaririwa vizuri. Anasema kwamba Shia ni man wafaqa Shia, kama man wafaqa Shia fi anna Ali radhiyallahu anhu afdalu an-nas ba'da rasulillah sallallahu alayhi wasallam وأحقهم أو أحقهم بالإمامة وولده من بعده فهو شيعي. أنا سمع يوجد وافق الشيعة kwamba Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ndiye mbora wa watu baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndiye anastahili, yani ana haki kuwa na uimamu
yeye na watu wake baada yake, huyo ndiye anaitwa Shia. Wa in khalafahum fima ada dhalik, hata kama atawakhalifu wao katika yasiyokuwa hayo, mimma ikhtalafa fihi almuslimun, katika yale ambao wamekhtalifiana Waislamu. faman in khalafahum fima dhakarnahu falaysa shi'iyan, atakayekhalif yale ambayo tumeyataja basi huyo atakuwa si Shia. Yani kwa maana kwamba ambaye hata mfadhilisha Ali bin Abi Talib kwamba ndiye mtu bora baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yule ambaye hata itakidi kwamba Ali ndiye anastahili zaidi uimamu kuliko watu wengine na watoto wake baada yake, huyo atakayekuwa anakwenda kinyume na itikadi hiyo itakuwa sio Shia, na mwenye itikadi hiyo atakuwa ni Shia. Lakini yeye pia hakulitaja suala la umaasum. Kwa hiyo hii ndio nukta. Ni nani Shia? Shia ni nani? Chukua taarifa ya al-Mufid, pamoja na kwamba iko nusu kwamba Shia ni wale wanaodai kwamba ni wafuasi wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, na akawa mtu huyo anaitakidi kwamba Ali ndio imamu baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mubashara baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, imamu ni yeye na hakuna mwingine kabla yake, na kukataa ukhalifa walimtangulia Ali bin Abi Talib na kumfanya Ali yeye ndiye kiongozi na si mfuasi. Huyo anakuwa ni Shia kwa mujibu wa maelezo ya al-Mufid. Nilitaka kulizungumza kabla ya hapo ili niingie kwenye nukta hili ulianza Shia. Nataka kuzungumza kwamba suala la mambo ya kiitikadi na masaili yote ya dini, kama nilivyotangulia kusema kwamba ni suala lisilokubali ushabiki ndani yake, lenyewe lilivyo tu ni suala ambalo linakataa ushabiki, kwa maana ya kwamba yule anayetaka ukweli basi atakiwa awe mtafiti ambaye ana uwezo kutafiti jambo kwenye vina vyake, au itoshe tu kuiachia akili yake na kumwomba Allah tawfik subhanahu wa ta'ala amwafikishe au apate mtu. Ndio alikuwa tukizungumza sasa hivi kuhusu masuala ya simu. Hiyo nisaidini kuweka simu zenu offline au tafuteni njia nyingine yote ili simu isiipe. Swali la utafiti, kama hutakuwa na uwezo na kuwa na nyenzo za kufanya utafiti, huwezi kufika katika ukweli. Ili tukubaliane, mtu atasema mimi bwana nafanya bahthi kuhusu Shia ni kaza, wapi katika haki? Kama huna nyenzo, kwa maana kwamba nguvu za kimaana na nguvu za kihisia, unatakiwa uwe na ufahamu juu ya baadhi ya misingi ya dini. Kwa mfano, tayari unafahamu misingi ya itikadi, kadhalika una misingi mizuri katika lugha ya Kiarabu, kadhalika uwe na misingi mizuri katika masala ya ilmu ya mambo ya habari, utafiti juu ya mambo ya habari, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na riwaya za historia. Hapa ndipo watu wengi wanapoanguka. Hiyo sio siri, nakwambieni. Watu wengi wanaangukia hapo kwa sababu utatajua riwaya, utatajua kisa, utaona kwamba ni hoja, kumbe hakijathibiti, au kilivyothibiti ni vingine tofauti na hivi vinavyoelezwa. Sasa wewe ubeba, kwa lazima uwe na misingi ya kuweza kukichambua na kuchambua habari ile, au upate mtu makini wa kukuongoza kwenye njia hiyo. Sasa hili ni swali la dini. Pengine ukasema fulani atajiongoza katika jambo hili, unajuaje wewe kwamba huyu fulani mwenyewe pia ana udhaifu? Unajuaje kwamba huyu mtu mwenyewe yuko sawa sawa? Ukamwona mtu pengine huyu kutokana na kilema chake kikubwa, kazi yake nzuri nyeupe, atakuwa anajua huyu kavaa joho, kumbe na yeye vile vile anahitajia kumshika mkono kumuongoza katika hilo. Sasa suala la utafiti wa habari, hili ni suala ambalo Allah tabaraka wa taala amewaziba macho watu wengi, hasa katika watu wa bid'a wazushi, katika ufani ya utafiti wa habari, uchambuzi wa hadithi na athari na riwaya mbalimbali wamefeli. Sijui Allah na siri yake, lakini umuhimu, jambo la msingi ni kwamba hata wao wenyewe pia hawapatilizi
mambo haya. Kwa hiyo wanabeba tu riwaya kile inayokuja kwenye kitabu, wao wanabeba. Sasa hili si jambo la sawa. Kwa hiyo lazima uwe na misingi ya lugha, uwe na misingi ya habari, yani juu ya utafiti wa habari wa pokezi na namna ya kukubaliwa na kukataliwa, na kujua utatumia hatua gani katika uchambuzi wao. Kwa hiyo kwa wale ambao bado hawajapata uwezo huu, wasije kujidanganya kwamba anaingia maktaba anafanya utafiti. Hutaweza. Utakiwa utumie hatua moja hadi nyingine mpaka ufike katika lile lengo ambalo limekusudiwa, au umpate mtu ambaye unafika naye katika dini yako na anao uwezo wa kufanya hivyo. Hilo ni moja. Pili, pia lazima uwe na vitabu husika. Uwe na vitabu husika katika swala la utafiti. Mfano, unapotaka kuzungumzia ushia, ni lazima uwe na vitabu vya asili vya ushia, na wala usiwe na vitabu vya waandishi hawa wahumu, mashia hawa wahumu ambao wao wenyewe ushia wao hawajaujua vizuri, waandishi wa Kiswahili, wa Kiingereza na wengineo. Watakiwa usome vitabu vya mashia vya asili, kina Muhammad Baqir al-Majlisi, kina Mufid, kina Ni'matullah al-Jazairi na wengineo, wale mashia wa zamani waliotangulia ambao wana vitabu vya kutegemewa na waliokuwa kabla yao. Ama hawa maneno mengi wanayozungumza ni maneno yanazungumza kwa lugha ya taqiya, wanaficha ule ukweli, na hilo tutakuliona insha Allah katika safari yetu hii ya mihadhara. Kwa hiyo vitabu vinavyoandikwa na hawa mashia visije vikawaghuri. Wewe lazima uwe na ripoti ya uhakika sasa juu ya yale ambao wanazungumza mashia wenyewe asli. Hilo ndio ambalo nilikuwa kulitanabaisha tangu mwanzo, lakini kama limenipita nikaona nisomeke sasa. Lini ulianza ushia? Huu ushia ulianza lini? Kuna rai kama tatu hivi, ziko nyingi lakini mimi nitazitaja kama tatu insha Allah mpaka 4. Kuna rai ya kwanza, baadhi ya mashia wanaeleza kwamba ushia ulianza kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ushia ulianza kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtu mwingine anaweza kustajabu, sasa ulianza vipi? Haya nitakayotaja yanathibitisha hilo. Al-Kulayni hiki kitabu kicho mbele yenu itwa Al-Usul min al-Kafi, katika vitabu vya Shia vikongwe. Baadhi ya maulama wao wanaamini kwamba kitabu hiki ndio kitabu sahihi kilichoandikwa baada ya Qur'an. Kutoka Qur'an hakuna kitabu sahihi kuliko hiki. Kitwa Al-Usul min al-Kafi. Nasema baadhi ya maulama wa Shia wanaamini kwamba kitabu hiki ni kitabu sahihi kuliko kitabu chochote duniani ukitoa Qur'an, na wengine wakafikia kusema kwamba yote yaliyomo humo ni sahihi tupu, hakuna hata moja lilo la makosa. Wengine wanapinga, lakini kuona mgongano wa hawa wathibitisha na hawa wapinga katika madhehebu ya Shia ndio cha kawaida. Hii pia ni nukta watakia muhifadhi, kuona mgongano baina hawa wanapinga, hawa wanathibitisha jambo hilo hilo na wengine wanapinga. Kwa mashia ni kitu cha kawaida tu. Kwa mfano, huyu anaitwa Abdul Hussein Sharafuddin Al-Musawi, mwenye kitabu kinaitwa Al-Murajaat. Nadhani kwa Kiingereza ameandika The Right Path, kitabu hiki tarjama yake. Huyu bwana ni Mlebanoni. Humu ndani katika anazungumza kwamba kitabu hiki yote yaliyomo ni sahihi, hakuna kitu ambacho kina mashaka, yote yaliyomo ni sahihi. Huyu Mayunga ana kitabu ameandika Zao la Shaqiqa. Humu ndani anasema Shia wanaitakidi kwamba hawaitakidi usahihi wa kitabu chochote baada ya Qur'an. Unanielewa? Ikifika wakati wa kusoma si nisome sasa hivi, lakini sio ninachotaka kuzungumzia. Nataka kusema tu kwamba hili ni migongano kwa wao ni kitu cha kawaida tu.
wala usipate shida. Katika kila suala kuna mgongano baina yao, jambo ambalo linavisha nguo ya mashaka katika madhehebu yao. Sasa katika kitabu hiki al-Usul al-Kafi imekuja kwamba Abu al-Hasan anasema wilayatu Ali maktubatun fi jamii suhufi al-anbiya. Yani menukuu nimeandika hapa kurasa wa 100, kurasa juzu ya kwanza, kurasa wa 437, kwamba wilaya au utawala wa Ali bin Abi Talib umeandikwa katika vitabu vyote vya mitume, zile suhufu zao, sahifa zao walizopewa mitume. ولم يبعث الله النبي رسولا إلا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ووصية علي عليه السلام. لا الله حكم لتمتم yoyote isipokuwa amemtuma akiwa na ujumbe wa utume wa Muhammad na uwasii wa Ali bin Abi Talib. Hivi vitabu vilivyokuja navyo na vingine ambavyo viko nje ya hapa nimevileta ili kwa yule atakayekuwa na mashaka, mathalan mimi siamini hilo nalisema, hebu tuthibitishie, basi nitavitoa, lakini nitakuwa nakwenda kwa mujibu wa nukuu zangu nilizokuwa nazo hapa mbele yako ili tusikafishe muda kutafuta kwa vitabu. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba huu wasii wa Ali bin Abi Talib ulikuwepo kwa Isa, kwa Musa, kwa Daud, kwa Suleiman, kwa nani manabii wote waliotangulia huko nyuma, wote katika suhufu zao uliandikwa wasii wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Alafu kuna maneno mengi na akwali nyingi za wanawachuoni wao wakitaja haya. Rai ya pili wanasema kwamba ushia umeanzishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alianzisha ushia ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mwenye kitabu Aslu Shi'ati wa Usuluha ambaye ni huyu ni mmoja katika wanawachuoni wao wakubwa maayatollah, aitwa al-Imam Sheikh Muhammad Hussein al-Kashif al-Ghita, al-Kashif al-Ghita, mwenye kitabu Aslu Shi'ati wa Usuluha. Kimeandikwa kwa Kiswahili kwa jina la Asili ya Ushia na Misingi yake, Asili ya Ushia na Misingi yake. Katika ukurasa wa 118 wa chapa yangu yeye anazungumza na yeye anasema hivi, sikizeni kwa makini. Fanaqulu wabillahi almusta'an, maneno yapo. Fanaqulu wabillahi almusta'an inna awwala man wada'a بذرة التشيع في حقل الإسلام هو صاحب الشريعة الإسلامية نفسه. يعني أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنبا إلى جنب وسواء بسواء، ولم يزل غارسها يتعاهدها بالسقي والعناية حتى نمت وأزهرت في حياته ثم أثمرت بعد وفاته. أنا سمع chini ya kitashabani kwenye budhuru tashayyu'i, mbegu ya ushia. Tunasema na Allah ndiye mwenye kutakwa msaada. Wa mwanzo aliipanda mbegu ya ushia katika shamba la Uislamu ni yule mwenye sheria ya Kiislamu mwenyewe, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha sema yani anna badrat at-tashayyu'i wudi'at ma badrat al-islam jamban ila jambin, kwa maana ya kwamba mbegu ya ushia imepandwa pamoja na mbegu ya Uislamu ubavu kwa ubavu. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ni mbegu mathalan ni choroko au maharage au mahindi, hapa akapanda Uislamu alafu hapa akapanda ushia, sawa bisawai, sawa sawa. Yani kwa maana siku moja, siku iliyopandwa Uislamu ndio siku iliyopandwa ushia, hapo ilipopandwa Uislamu ndipo palipopandwa ushia. Walam yazal gharisuha yataahadha bisaqi wal inaya, ikawa yule aliyopanda mmea huo
akawa anaendelea kuupatiliza kwa kuunyesheleza na kuuangalizi hata namat, mpaka mmea ule ukakuwa, wa azharat fi hayati, ukatoa maua katika wakati wake, thumma asmarat ba'da wafatihi, kisha ukaanza kutoa matunda baada ya kifo chake. Yani baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam ushia ndio ukazaa matunda yake. Haya maneno yametajwa na Muhammad Hussein al-Kashif al-Ghita, mmoja katika wanawachuoni wakubwa wa Ushia. Sasa vitabu kama hivi, kama nilivyotangulia kusema, kimeandikwa kwenye lugha ya Kiswahili. Msomaji wa kawaida asielewa, mtu ambaye hana maarifa ya kutosha katika mambo ya dini, anaweza kutatizika au akaona kwamba hii ni haki. Lakini kuna maswali mengi tunakujiuliza. Kwa sio kila ambacho kinatajwa tu kinasema basi kinakuwa ni haki. Sasa angalia, Ushia umepangwa sambamba na Uislamu. Ina maana nataka kutuambia kwamba Ushia ni kitu mbali na Uislamu ni kitu mbali, kwa sababu inaonekana hii ni mimea miwili, mbegu mbili inatoa mimea miwili. Mimi sijawahi kusikia kwamba ukipanda mbegu mbili unatoa mmea mmoja, isipokuwa sampuli ya ule mmea. Pengine haya hili likawa huu ni mhindi na huu ni mhindi, au hili ni hindi na hili hindi, sio? Lakini ni mimea miwili tofauti. Kama ni miembe, basi huu ni mwembe na huu ni mwembe, pengine ikawa ni aina moja, lakini yote ni miembe, yote ni miembe, ni vitu viwili tofauti, na kila kimoja kina mambo yake, kinajitegemea. Mimi sijawahi kusikia kwamba zapandwa mbegu mbili alafu watoa mmea mmoja. Sijui ni wataalamu wa mambo ya kilimo mtasemaje. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam amepanda mbegu ya Ushia sambamba na mbegu ya Uislamu. Kuna mimea mingapi? Kwa hiyo wanataka kutuambia kwamba huu Uislamu sio ule Ushia na Ushia sio ule Uislamu, pamoja na kwamba vyote vimetengenezwa na mtu huyu au vimepangwa na mtu huyu mmoja, na uangalizi wake ni mmoja. Huyo mkulima aliyepanda vitu hivi ni mtu mmoja, lakini ni vitu viwili tofauti. Sasa swali linakuja, tushike Uislamu tushike Ushia? Tunaposoma kwenye Qur'ani tuambiwa tushike Uislamu, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kama zikiwa ni mbegu mbili, yenye mlioamini, muogopeni Allah, mcheni Allah ukweli wa kumcha, na wala msife isipokuwa mmekufa na hali ya kuwa nyinyi mko katika Uislamu. Sasa ikiwa ndio hivyo, mimi natosheka na Uislamu wangu. Kumbe kuna kingine kinaitwa Ushia ambacho kilipangwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiki kimetajwa wapi katika Qur'ani? Kwa hiyo rai hii inapingana na uhalisia, kwanza ulivyo katika historia, pili inapingana na aya na nususi mbalimbali zilizokuja ima kwenye Qur'ani au katika Sunna. Alafu ukitaka kujua kwamba hawa watu wanazungumza kwa matamanio ya nafsi, maana haya ni matamanio ya nafsi. Mtu yote anaweza kuamua kuzungumza jambo analotaka yeye anavyoona. Huyu anajigonga. Kwenye kitabu hiki Aslu Shia wa Usuluha alisahau kwamba yeye ameandika katika ukurasa mbeleni, ameandika kwenye ukurasa wa 124. Pengine mashia wanaweza kusaidia katika ufafanuzi wa hili, kwa hiyo mnaweza kudhibiti. Tutakapokuwa tunahoji mnadhibiti hizi nukta. Maana huyu ndio anatuambia katika kitabu chake, amezungumza kirefu kuanzia 123. Thumma lamma irtahala ar-rasul min hadhihi ad-dar ila dar al-qarar ورأى جمعا من الصحابة أن لا تكون الخلافة لعلي عليه السلام. alipoondoka Mtume صلى الله عليه وسلم katika hii dunia na kwenda akhira, wakaona wengi katika masahaba kwamba ukhalifa usiwe kwa Ali alayhi salam, imma li sighari sinni, imma kwa sababu ya udogo, utoto wake kama yuko mdogo, umri wake mdogo, au li anna quraishan كرهت أن تجتمع النبوة والخلافة لبني هاشم، زعما منهم أن النبوة والخلافة
إليهم يضعونها حيث شاءوا أو لأمور أخرى. أسمى أو تنزكنا كما قريش، أنا بسجي ما صحابة أرجع أسمى قريش ومتوكيا كُكُسانيا utume na ukhalifa kwa Bani Hashim kwa madai kwamba wao kwa madai kutoka kwao kwamba utume na ukhalifa haviwezi kukusanyika mahali pamoja na wao wanaweza kuweka mahali popote wanapotaka. Asema lakini hatuko kwenye kulizungumzia jambo hili, lasna fi sadad al-bahth anha, hatuko kwenye kufanya ubahthi katika masala haya. Akaeleza mpaka kufikia kutaja kwamba Ali bin Abi Talib alitoa bai'a kwa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu kisha kwa Umar. Tutakusoma maandiko hayo katika nukta inayofuatia hapo mbeleni insha Allah. Lakini mahali shahidi katika kusema ولم يكن للشيعة والتشيع يومئذ مجال للظهور. katika siku hizo za Abu Bakar na Umar ushia haukuwa na nafasi ya kudhihiri. Katika zama hizo za Abu Bakar na Umar ushia haukuwa na nafasi ya kudhihiri. Limadha? Mtu anaweza kuuliza kwa nini? Akasema ni anna al-islam kana yajri ala manahijihi al-qawima, kwa sababu katika zama za Abu Bakar na Umar Uislamu ulikuwa unapita katika ile mifumo yake iliyonyooka. Kwa Uislamu ulikuwa unakwenda sahihi, kwa ushia nao ukawa umefutika, yani haukudhihiri, kwa maana haukuwepo. Na ndio maana mmoja katika wao mwingine anasema al-Amili yasema inna lafdhata ash-shi'a au inna lafdha ash-shi'ati qad uhmila ba'da an tammat al-khilafatu li Abi Bakr radiyallahu anhu wa sara al-muslimuna firqatan wahidatan ila akhir ayyam al-khalifati al-thalith. katika kitabu ash-Shi'a fi at-tarikh anasema Muhammad Hussein al-Amili, neno Shia lilipuuzwa baada ya kutimia ukhalifa wa Abu Bakr na wakawa waislamu wote ni kundi hili moja mpaka mwishoni mwa utawala wa khalifa watatu. Hapakuwa mtu akiitwa Shia. Alipotawala Abu Bakr radhiyallahu anhu wa ardhahu, kisha Umar radhiyallahu anhu, kisha Uthman, neno Shia halikuwepo, lilipuuzwa. Lilikuwa hutumika kwamba watu wote ni Waislamu na watu wote walikuwa kundi hili moja. Wasara almuslimuna firqatan wahida, na waislamu walikuwa kundi moja ila awakhiri ayyam al-khalifati al-thalith, mpaka mwishoni mwa masiku ya utawala wa khalifa watatu, yani Uthman. Sasa maswali yanakuja, mwishoni mwa utawala wa khalifa watatu kulitokea nini mpaka waislamu wasiwe kundi moja? Kulitokea kitu gani? Tutaona katika nani mwanzilishi wa Shia. Tutakuja kumuona huyu aliyejitokeza katika kipindi hicho ndiye aliyebanjua kitu fulani kutoka kwenye Uislamu pakazalikana kitu kingine. Pia watakuambia kwamba baada ya kutimia nini ukhalifa wa Abu Bakar, Waislamu walikuwa kundi moja. Je, kabla ya hapo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa makundi mangapi? Maelezo yake yanaonyesha kana kwamba katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa na Waislamu wa makundi mawili, Waislamu Shia na Waislamu wasiokuwa Shia, wallahu a'lam. Lakini kusema kwamba ilipotimia bai'a ya Abu Bakar kwa ukhalifa Waislamu wakawa kundi moja, ina maana kabla ya hapo kulikuwa pana mpasuko katika uhai wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama isiyo maana ndio hiyo, tunahitaji ufafanuzi. Ilikuwaje Waislamu walikusanyika kitu kimoja baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam na walifarikiana katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Hili ni swala ambalo linahitaji jawabu. Na kama walikuwa kitu kimoja katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumbe kulikuwa kuna makundi mawili, iweje tena katika zama za Abu Bakar wawe kundi moja hivyo hivyo, na zama za Umar wawe kundi moja hivyo hivyo, na zama za Uthman wawe kundi moja hivyo hivyo, kisha mwishoni mwa utawala wa Uthman radhiallahu anhu kuje kutokea kundi jingine? Kulitokea nini? Hapa na maswali ya kujiuliza, na sisi tunakwenda kwa mujibu
wa maelezo yao na rai za wanawachuoni wao, na hii ndio njia nzuri katika utafiti. Hizo ni rai za Shia kuhusu lini ulianza ushia. Kwa hiyo kuna rai inayosema ushia ulianza kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuna rai ambayo ndio ina nguvu, unataja muhakiki wao kama kina Muhammad Hussein al-Kashif al-Ghita kwamba ushia ulianzishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam bega kwa bega, sawa kwa sawa, baina ya ushia na Uislamu vyote vilipangwa siku moja au kwa wakati mmoja. Sasa wasiokuwa Shia wengi katika maulama wa Ahlusunna wal Jamaa, wao wanaitakidi kwamba ushia ulianza kwa kujitokeza au ulianza mwishoni mwa utawala wa Uthman na mwanzoni mwa utawala wa Ali bin Abi Talib. Hapa ambapo mwanachuoni wa Shia aliposema kwamba Waislamu walikuwa kundi moja katika zama za Abu Bakar na Umar na Uthman mpaka mwishoni mwa utawala wa Uthman, na sisi tunasema hapo hapo mwishoni mwa utawala wa Uthman ndipo palipoanza kutokea mpasuko. Kwa nini